A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Napenda kutanguliza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya ya kukusanyika leo mahala hapa katika kikao maalum cha viongozi wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Katavi pamoja na wilaya zake na viongozi wa taasisi nyinginezo za Kiislamu zilizomo ndani ya mkoa huu wa Katavi kwa ajili ya dua maalum, dua ambayo ilikuwa ni ya kutakia salama, amani, hikma nzuri, ushujaa na maongozi yaliyokuwa mazuri viongozi wetu wakuu wawili, wa kwanza akiwa ni mufti wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Abubakar bin Ali bin Mbwana ambaye ni mufti wa Tanzania na shekhe mkuu wa Tanzania, lakini pia kiongozi wetu mkuu wa nchi mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassani, kwa uweledi wake wa kuiongoza nchi hii na kuibakisha au kuiweka katika amani, utulivu na maendeleo yaliyokuwa mazuri kabisa. Ama mimi kama shekhe wa wilaya hii ya Mpanda napenda niwe muwazi kwamba Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania katika mkoa ambao una wilaya 3, miongoni mwa wilaya hizo ni pamoja na wilaya ya Mpanda, wilaya ambayo mimi ni kiongozi katika nafasi ya shekhe wa wilaya, kwamba pamekuwepo na maendeleo makubwa ambayo yamefanywa na baraza letu la Waislamu wa Tanzania, nikizingatia kwamba mimi nimekuwa ni kiongozi ndani ya baraza kuanzia mwaka 1988 nikiwa kama katibu BAKWATA wilaya mpaka mwaka 2014 na kuwa shekhe wa wilaya hii ya Mpanda kuanzia mwaka 2015. Maendeleo ambayo tumeyapitia ndani ya wilaya ya Mpanda, kwanza ongezeko la misikiti. Mimi wakati nikianza uongozi kama katibu BAKWATA wilaya Mpanda, mkoa mzima wa Katavi ambao yani wilaya ya Mpanda ambayo kwa sasa hivi ni mkoa mzima wa Katavi ulikuwa na misikiti 18 tu. Mkoa mzima huu wa Katavi ambao wakati ule ndio ilikuwa wilaya ya Mpanda ilikuwa na jumla ya misikiti 18 tu. Lakini leo ndani ya wilaya yetu ya Mpanda peke yake, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania wilaya ya Mpanda tuna misikiti isiyopungua 55. Kwa hiyo tukijumlisha na misikiti ya wilaya Mlele, wilaya Tanganyika, tuna misikiti zaidi ya 120 na ndani ya mkoa wa Katavi. Haya ni maendeleo ambayo yamefanywa na baraza katika wilaya yetu ya Mpanda, lakini pia misikiti hii haikupatikana tu kwa kuzuka. Ni mpangilio mzuri na ushirikiano uliokuwepo kati ya baraza na Waislamu wa wilaya ya Mpanda wakati ule mpaka hivi sasa. Lakini pia tulipata kiwanja kikubwa ambacho hivi sasa kiwanja hile kimejengwa shule ya msingi ya Abubakar Zuberi bin Ali bin Mbwana. Ni kutokana na kiwanja kile kikubwa ambacho kimetafutwa na baraza na sasa shule ya baraza imejengwa pale. Haya ni maendeleo katika wilaya ya Mpanda na mkoa wa Katavi. Lakini si hivyo tu, tuna mashamba wilaya Mpanda tuna shamba lisilopungua ekari 40 kwa ajili ya mwendelezo wa masuala ya kilimo.
Lakini pia wilaya ya Mpanda tumejenga ofisi ya kisasa kwa ajili ya shughuli za kusimamia shughuli mbalimbali za Waislamu ndani ya wilaya ya Mpanda. Haya yote ni maendeleo ambayo tumeyafanya ndani ya wilaya ya Mpanda chini ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Kwa hiyo kauli zinazosemekana kwamba labda baraza halijafanya jambo lolote, hapana. Wanaosema hivyo hawajui, hawana takwimu za aina zozote ambazo taarifa zetu zinapelekwa, tunazipeleka katika ngazi ya mkoa, mpaka ngazi ya mufti, ngazi ya taifa, ambazo zinaonyesha ni jinsi gani baraza limekuwa likisimamia maendeleo ya Waislamu ndani ya wilaya ya Mpanda. Lakini pia siwezi kuzisahau taasisi nyinginezo ambazo pia tulikuwa tukishirikiana nazo katika shughuli mbalimbali, ambao na wao wamefanya maendeleo kwa kushirikiana na sisi BAKWATA ndani ya wilaya ya Mpanda. Shughuli mojawapo ni shule ya sekondari ya Istiqama. Sekondari ile imejengwa kwa ushirikiano wa Waislamu wa Istiqama, wa taasisi ya Istiqama na sisi Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Kama Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania tulichangia upatikanaji wa bati 250 kwa ajili ya upauzi wa shule ile. Hiyo yote ni michango ambayo ni ya kimaendeleo katika wilaya ya Mpanda. Bila kufika mbali sana, niishie hapa. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliboreshe baraza na endelee kulisimamia na kuwapa viongozi wetu wa ngazi za juu waendelee kutuhamasisha na sisi tuhamasike pamoja na Waislamu kuendelea kuyatafuta maendeleo ya Waislamu ndani ya wilaya yetu ya Mpanda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.